Samia Suluhu atoa agizo usiku wa manane, agizo ambalo limeshtua taifa. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Tangazo la usiku moja kwa moja kutoka kwa Rais Samia Suluhu kupitia jeshi la polisi lilitikisa nchi nzima ya Tanzania. Kwa mara ya kwanza tangu vurugu zilizotikisa mitaa ya Dar es Salaam, Arusha na Mwanza tarehe 29 Oktoba, mamlaka zilitoa majina ya watu 10 wanaotajwa kuwa na uhusiano wa moja kwa moja na kile kinachotajwa na kuitwa mpango wa vurugu ulioandaliwa. Orodha hiyo iliyosomwa kwa sauti tulivu lakini yenye uzito mkubwa iliwahusisha watu waliotambulika katika nyanja mbalimbali za kijamii na kisiasa, wakiwemo viongozi wa dini, wanasiasa wa zamani, wanaharakati na wanahabari. Miongoni mwa waliotajwa ni Askofu Josephat Gwajima, Brenda Jonas Rupia, John Mnyika Godbless Lema, Machumu Maximilian Kadutu maarufu kama Askofu Mwanamapinduzi, Deogratius Mahinyila, Boniface Jacob, Hilda Newton, Awad Kalonga na Aman Golugwa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo rasmi, wote hao wanahitajika na polisi kwa hali ama kwa ajili ya mahojiano ya kina kuhusu kile kinachotajwa kwa mpango wa vurugu ulioleta taharuki, uharibifu wa mali na kusababisha majeruhi katika miji kadhaa nchini. Oktoba 29 ulianza kama siku ya kawaida kwa wakazi wa maeneo mengi nchini, lakini kufikia saa za mchana mitandao ya kijamii ilianza kusambaa picha na video zikionyesha umati wa watu waliokuwa wakikusanyika katika maeneo ya mjini, wengine wakiwa na mabango na wengine wakipiga kelele wakishinikiza kile walichokiita sauti ya wananchi. Kile kilichoanza kama mikusanyiko isiyo rasmi kiligeuka na kuwa tafrani kubwa. Maduka yakafungwa, barabara zikazibwa na vile mawe yakaanza kurushwa kwa baadhi ya mitaa. Polisi walilazimika kutumia mabomu ya machozi kutawanya umati huo katika maeneo kadhaa, huku taarifa zikizidi kuenea kwamba maandamano hayo hayakuwa ya ghafla bali yalikuwa yamepangwa kwa muda mrefu. Ndipo operesheni maalum ikaanza kuchunguza ni nani hasa waliokuwa nyuma ya vurugu hizo ambazo ziliharibu taswira ya utulivu wa muda mrefu nchini. Kwa wiki kadhaa zilizofuata, vitendo vya upelelezi vilihusisha taarifa kutoka mikoa mbalimbali. Polisi walikusanya ushahidi wa kidijitali, taarifa za mawasiliano na vielelezo kutoka maeneo yaliyohusishwa na vurugu hizo. Hatua kwa hatua, uchunguzi huu ulianza kutoa picha kubwa zaidi ya watu waliokuwa wakishirikiana kupitia majukwaa mitandaoni na mikutano ya siri. Jeshi la polisi kupitia msemaji wake lilieleza kwamba ushahidi huo ndio uliowasukuma kutangaza hadharani majina ya watu wanaohitajika kwa mahojiano zaidi. Lengo la mujibu wa taarifa hiyo ni kuhakikisha uchunguzi unakamilika kwa uwazi na kwa mujibu wa sheria bila upendeleo wala upotoshaji. Wakati taarifa hii ikisomwa kwenye vyombo vya habari, mjadala mkali ulitanda mitandaoni. Baadhi walishangazwa na uzito wa majina yaliyotajwa, majina ya watu waliowahi kushikilia nafasi za juu za kisiasa au kushika nafasi za kidini zenye ushawishi mkubwa. Na katika siku zilizofuata baada ya tangazo hilo, operesheni za usalama zilionekana kuimarika katika maeneo kadhaa. Polisi waliweka vizuizi vya barabarani, walifanya upekuzi katika baadhi ya makazi ya ofisi na walitoa wito kwa wananchi kutoa taarifa zozote zitakazosaidia kuwakamata wahusika. Msemaji wa jeshi hilo alisisitiza kuwa tayari baadhi ya watu waliodaiwa kuhusika katika mpango wa kutekeleza vurugu hizo walikuwa wameshikiliwa na kufikishwa mahakamani kujibu tuhuma zinazowakabili. Wengine, kwa mujibu wa taarifa hiyo, walikuwa wakifuatilia kwa karibu na vyombo vya usalama vilivyoshirikiana kitaifa na kimataifa. Jeshi la polisi liliweka wazi kwamba hakuna atakayesazwa bila kuchukuliwa hatua za kisheria. Msako huo ukawa upeo wa kitaifa, ukiwajumuisha watu walioko ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Taarifa ya jeshi la polisi ilichochea hisia mseto, na kwa baadhi ya wananchi hatua hiyo ilionekana kuwa muhimu katika kulinda utulivu wa amani ya taifa. Wengine walionyesha wasiwasi kwamba huenda baadhi ya watu wakajikuta wakihusishwa kimakosa.
Hata hivyo, jeshi la polisi lilitoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana kikamilifu kwa kutoa taarifa sahihi zitakazowezesha wahusika wote kukamatwa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, jamii ilihimizwa kutoa taarifa kwa siri ili uchunguzi usiathiriwe na uvumi au upotoshaji. Jeshi hilo liliweka wazi kuwa ushirikiano wa wananchi ni sehemu muhimu ya kuhakikisha haki inapatikana bila upendeleo. Na katika hatua ya kuimarisha uchunguzi, jeshi la polisi litangaza kuwa litaendelea kushirikiana na taasisi nyingine za usalama zikiwemo idara ya ujasusi, mawasiliano na forensics kuhakikisha ushahidi wote unathibitishwa kisheria. Mfumo wa uchunguzi wa kidijitali uliwekwa ili kuchambua mawasiliano, rekodi ya kifedha na mienendo ya watu wanaohusishwa na vurugu hizo. Taarifa za awali zilionyesha kwamba baadhi ya mikusanyiko iliyokuwa ikionekana kama kidini au kijamii huenda ilitumika kupanga maandalizi ya mikutano ya vurugu. Vyombo vya usalama vilidai kwamba baadhi ya mawasiliano yalionyesha uwepo wa uratibu unaovuka mikoa kadhaa, hali iliyozua maswali kuhusu nguvu na mitandao ya waliohusika. Tayari kesi kadhaa zimeanza kusikizwa katika mahakama ya mkoa, watuhumiwa wa awali wakikabiliwa na mashtaka ya uchochezi, uharibifu wa mali na vilevile ushiriki katika mipango ya kufanya ghasia. Mahakama zimeamuru baadhi kubaki rumande wakisubiri upelelezi kufanyika. Na jeshi la polisi limeeleza kuwa hatua hii ni mwanzo tu wa mchakato mpana na kuhakikisha kila mtu aliyehusika kwa namna yoyote katika kupanga au kutekeleza vurugu anafikishwa mbele ya sheria. Lengo kuu ni kujenga mfano wa kisheria utakaokomboa vitendo vya uvunjivu au amani vinavyoweza kudhoofisha uthabiti wa taifa. Ni hayo tulikuwa tumekuandalia kutoka hapa Kenyascope. Kwa maana vurugu za Oktoba 29 zimeacha athari ya kudumu katika baadhi ya maeneo. Wafanyabiashara walipoteza mali, vituo vya usafiri viliharibiwa na shughuli za kiuchumi zilisimama kwa saa kadhaa. Zaidi ya hayo, tukio hilo limezua mjadala mpana kuhusu matumizi ya mitandao ya kijamii katika kuratibu matukio ya kisiasa na kijamii. Na katika taarifa ya mwisho, jeshi la polisi lilikazia kwamba hatua zote zinazochukuliwa zinazingatia misingi ya kisheria na haki za binadamu. Wale wote wanaotajwa wanapaswa kujitokeza wenyewe katika kituo chochote cha polisi kilichoko karibu mara tu wanapopata taarifa hii, bila kujali walipo. Na taarifa hii ilieleza kwa utaratibu huu si wa kulipiza kisasi, bali ni wa kuhakikisha uwazi wa uchunguzi na kujenga imani ya umma katika vyombo vya dola. Jeshi hilo liliahidi kutoa taarifa za mara kwa mara kuhusu maendeleo ya uchunguzi, huku likiomba wananchi kuendelea kuwa watulivu na kuepuka kusambaza taarifa zisizothibitishwa. Tangazo hilo la Novemba 7 limekuwa kama kengele ya tahadhari kwa taifa. Limeonyesha namna vyombo vya usalama vilivyojipanga kukabiliana na matukio ya kuvuruga amani, lakini pia limeibua mjadala mpana na mpya kuhusu mipaka ya ushiriki wa raia na kisiasa katika zama za taarifa ya kidijitali. Kadri uchunguzi unavyoendelea, macho ya Watanzania wengi yameelekezwa kwa namna haki itakavyotekelezwa na bila upendeleo, lakini pia bila uonevu. Kwa sasa kile kinachoendelea ni zaidi ya msako wa watu 10 waliotajwa, na ni taswira ya nchi inayojizuia ama inayojiuliza jinsi ya kusawazisha usalama, uwajibikaji na uhuru kwa wananchi wote. Na kama historia ya taifa hili inavyothihirisha, mara nyingi kipindi cha machafuko daima huwa ni kipimo cha uimara wa taasisi na umoja wa wananchi. Msako wa Oktoba 29 si tu hadithi ya majina yaliyoorodheshwa na polisi, bali ni somo la namna jamii nzima inavyopaswa kulinda amani kwa vitendo, hata pale giza la sintofahamu linapojitokeza. Hii ni Kenyascope, na kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video hii. Na ikiwa hujagonga hiyo kengele, tafadhali igonge ili uwe wa kwanza kupokea hizi habari kila wakati tunapoziweka.